anaitwa Margaret. Mara nyingi watu waga wanazingatia vitu kabla ya kumshirikisha mwimbaji mwingine. Mara nyingi wanakuambia anamshirikisha kwa kuwa nimependa huduma yake. Wengine wanakuambia kwa kuwa hata yeye ni mwimbaji mkubwa, kwa hiyo kuna namna kama tutakuwa tunabadilishana wale mafans wale ambao wanapenda kazi zetu. Wakisikia nimefanya na Margaret, though labda mashabiki wa Margaret watanipokea na mimi. Wewe kitu gani kikubwa zaidi hasa ambacho ulikizingatia kabla hujamshirikisha udada? Kwanza kabisa nilizingatia kitu kinachoitwa kwamba ni mtu anayethamini hoja yangu. Lakini pia nilivyomwaford kwamba nataka kufanya kazi na wewe, hakuwa na kipingamizi chochote kwa sababu ni huduma hata yeye anayoitumikia. Kwa hiyo ulivyosema tu kwa kuwa na kipingamizi kusema Yesu ni mtu sahihi kabisa. Na kile ambacho ulikuwa ukikitegemea afanye kwenye wimbo wako umekiona, umekisikia, umeridhika? Ni kweli kabisa. Alifanya hata zaidi ya kile nilichokitarajia kama atakifanya. Kabisa. Okay, sawa, turudi kabla tujaenda kusikia wimbo. Nilikuuliza mara ya kwanza kwamba imekuwa tofauti sana kusikia John alafu Sarah. Kwa nini John Sarah? Yes, John Sarah TZ ni jina ninalotumia kwenye kazi za huduma. Kwa nini John Sarah? Ni jina ambalo limebeba historia ya wokovu wangu. Yes, nimebeba historia ya wokovu wangu kwa namna gani? Ni mtu nilikuwa kidogo nipo kwenye dini la sishikilii imani sana. Kwa hiyo mtu aliyesimama na mimi na kuniambia bwana, pana wewe unapaswa kuwa mtumishi wa Mungu kabisa na mama. Na mimi nikachukua nafasi hiyo, nika appreciate, nikasema kwa kile mama alichofanya na kweli kimetokea. Na nimheshimishe, niende naye jina hili. Kwa hiyo mama yeye ni chanzo kikubwa cha wewe kuingia kwenye wokovu na kwanza kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa njia ya uimbaji. Ni kwa namna gani? Mama aliweza kuona kile kitu kilichokuwa ndani yangu. Najua mzazi siku zote ndiye ana jicho la kuona mbali zaidi. Na mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa nikimsumbua sana, napenda sana muziki. Yes. Sasa mama akaniambia, sasa ukikua usiishie hapo, inabidi usisikilize tu. Anza kufanya kitu na wewe baadaye wasikilizaji wanakusikiliza nawe. Na kweli kila alichokitabiri kwangu, nashukuru Mungu kimetokea kwa hilo. Kabisa, kile alichotabiri